Ikitokezea hauwezi kurejea bao la pili baada ya kushiriki tendo kwa mara ya kwanza, au uume wako unasimama legelege, au unapoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa, haimaanishi wewe unapaswa kutumia tiba. Hapana, bali unapaswa kurekebisha mfumo wako wa maisha, yani kuanzia ulaji, ulalaji pamoja na mazoezi. Na hivi vyote unapaswa kuwa na msimamizi maalum ambaye atakuongoza. Sio kila ulaji ni sahihi kwako. Unaweza ukatumia ulaji ambao utakusaidia kwa leo na kesho, lakini baada ya muda unaweza kujikuta kuna madhara yanajitokeza. Kwa mfano, ulaji wa protini ni mzuri sana, inakwenda kusaidia sana kwenye issue ya wanaume, lakini sio protini zote ama sio muda wote unapaswa kutumia protini. Uko muda maalum ambao unapaswa kutumia protini, na kama utafuliza, mwisho wa siku tunajikuta wewe ni mtu ambaye kwamba unakwenda kupata ugonjwa wa tezi dume baadaye, lakini pia kuna matatizo kama vile mawe katika figo yanaweza kujitokeza kwa sababu ulifululiza protini ila ushauri wa daktari. Sasa kama ni mtu ambaye kwamba una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, hakikisha unashauriana na mtaalamu wa afya ambaye atakupa mwongozo wa lishe program pamoja na kukupa mwongozo wa mazoezi ambao utakuwa ni sahihi kwako wewe. Na mazoezi mazuri huwa yanatoa matokeo kuanzia mwezi mmoja hadi miezi mitatu, na kwa tayari ameshatoa matokeo, na hata kwenye upande wa lishe inakuwa ni kwenye mwezi mmoja tayari ameshapata matokeo. Sasa wewe kama ni mwanaume ambaye unasumbua changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume na unahitaji program, kwanza jambo la kwanza ni follow ili kuweza kupata mafunzo yangu, lakini jambo la pili hakikisha una share kwa wengine, na jambo la tatu ni call nikupe mwongozo wa tiba pamoja na program ambazo unaweza kuzitumia kuweza kuondokana na changamoto yako.